Neno la leo Habakuki 3b. Kama umechelewa kupata tusome pale. 1, 2, 3. Tena mara ya mwisho. Amen. Tukae. Ninamtukuza Mungu heshima kubwa niliyopewa na washarika wa Kiboriloni kusimama mbele yenu katika Jumapili hii ya pili ya mwaka 2026, Jumapili ya pili kabisa katika mwaka. Mungu awabariki sana, lakini kipekee sana mchungaji kiongozi wa usharika, mchungaji Dalton Kimaro. Kweli nimekulia hapa na nimetumwa na usharika wa Kiboriloni kwenda kusoma uchungaji, lakini bosi wa usharika sipokutambua utaka ukanyage hapa. Ona, mtukuza Mungu kwamba mchungaji amefanyika baraka kwangu kunikaribisha nyumbani. Mungu akubariki sana pastor. Nashukuru sana. Najisikia faraja sana. Hallelujah. Na tamani nisiongee sana, lakini ninawashukuru sana washarika wote wa Kiboriloni, kipekee sana wale washarika wetu wa jumuiya yetu ya shuleni. Kama nakumbuka vizuri, ambapo mwenyekiti wetu kipindi naenda kusoma uchungaji alikuwa ni Mzee Mena. Nawashukuru na Uamsho ambao ilikuwa ni kwaya yangu na ambao ndio walinilea mimi, wakanipandikizia hii neema ya wakachochea kile ambacho Mungu alichokuwa ameweka ndani yangu hata nikaweza kuwa mchungaji. Mungu awabariki washarika wote wa Kiboriloni. Nawapongezeni sana kwa mipango mizuri ya usharika, muonekano unaobadilika kila siku kwenye usharika, hususan kwenye nyumba ya Mungu. Tulivyokulia hapa ni tofauti na panavyoonekana sasa hivi, lakini mradi mkubwa mlionao wa kujenga pale, nimeambiwa ofisi na jengo la ibada ya watoto, na tulikuwa kwenye mkutano mkuu, ikaonekana kwamba kwa asilimia kubwa sana usharika unafanikisha malengo yake wanayojipangia kwa mwaka. Nawapongeza sana kwa praise nzuri. Kwa ujumla mabadiliko yote yaliyoko ndani ya usharika wetu, Bwana apewe sifa. Hongereni sana mchungaji kiongozi, wazee wa kanisa, baraza la usharika, pamoja na kila mtu kwa nafasi yake anayoshiriki. Hallelujah. Hasa kwenye kuwa mchungaji nimegundua ni mara chache sana akili inaweza kukusaidia. Of course kuna akili, lakini nimegundua kwamba kinachoweza kusaidia usharika ukaenda ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe, na njia ya kumleta Mungu kwenye usharika ni maombi. Maombi na kuwekeza nguvu kubwa kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo tukiwa na hiyo utamaduni wa kuomba, neema ya Mungu itatusaidia. Hallelujah. Washarika tupungieni mkono. Neno la mwaka ambalo ndio limenifanya niwe hapa kwa neema ya Mungu. Linasema, Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Hasa pale kuna maneno ya msingi. Kuna maneno ya msingi mawili. Moja, kufufua; 2, katikati ya miaka. Neno kufufua kwa Kiingereza ni resurrection, ambalo tafsiri yake ni restoration. Wanasema tafsiri nyingine restoration, ambao inamaanisha ya kwamba kufufua maana yake ni kitu kilichokufa ukirudishe kiishi. Na tafsiri nyingine restoration ni kuhuisha, kurudisha kitu kilichopoteza ubora wake, kukirudisha kwenye ubora wake, kurudisha kitu kilichopoteza thamani kirudi kwenye thamani yake. Maana yake hii ufufua kazi yako, kwa lugha nyingine ni matengenezo juu ya kitu kibovu, kukirudisha kwenye upya kitamanike tena. Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Neno katikati ya miaka kanasema in the midst of the year,
Lakini tafsiri nyingine kutoka kwenye Biblia ya Kiebrania, hilo neno katikati ya miaka, anasema while we are waiting. Wakati tunasubiri, fufua kazi yako katikati ya miaka. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo ina maana ya kwamba huu ujumbe unapelekwa kwa watu ambao vitu vyao vimekufa. Huu ujumbe unapelekwa kwa watu ambao vitu vyao vimechaka. Huu ujumbe unapelekwa kwa watu ambao vitu vyao vimeharibika. Huu ujumbe unapelekwa kwa watu ambao vitu vyao vimekasha garabagala. Tafsiri yake ni kwamba Israeli walikuwa Babeli. Walikuwa Babeli utumwani, na walipopelekwa utumwani ilitangulia vita. Kwa hiyo ikitangulia vita, maana yake vita inasambaratisha. Mama anakimbilia kule, baba anakimbilia kule, babu anakimbilia kule, katika mazingira ya kujiokoa. Huyu na yule hujui yuko wapi. Mkipelekwa utumwani hamwendi kuwekwa kiukoo. Mkipelekwa utumwani hamwendi kuwekwa kiusharika. Kwa hiyo kama walikuwa Babeli utumwani, hawakukaa tena na majirani zao walivyokuwa wamekaa, hawakukaa tena na familia zao walivyokuwa wamekaa, hawakukaa tena kwenye biashara zao walivyokuwa wamekaa. Walikaa katika formula ambayo waliamuliwa na watumwa wao. Kwa hiyo wanaposema Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka, wanasema Mungu turudishe tena kwenye maisha yetu ya thamani, tukae tena kama familia, turudishe tena kwenye maisha yetu ya thamani, tukae tena kwenye nyumba zetu, turudishe tena kwenye maisha yetu ya thamani. Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Tafsiri yake ni nini? Kwamba Habakuki anasema usisubiri Bwana mpaka ile siku, maana tunajua kuna siku utafanya hili, lakini wakati tunasubiri fanya kidogo kidogo. Wakati tunasubiri endelea kuuisha. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunapoletewa ujumbe kama huu ndani ya usharika, maana ambayo Mungu anaachilia juu ya mchungaji kwa ajili ya watu wake, tafsiri yake inawezekana katikati yetu kuna mtu anapitia nyakati kama hizo. Mambo yake yamevurugika, familia imevurugika, kazi zake zimevurugika, na vingine vimekufa kabisa. Asa mara nyingi watu ambao wamevurugika au wamevurugwa huwa wanakuwa attacked na stress. Wanashambuliwa na stress, na stress inapozidi mtu anaonaga yani haina sababu ya kuishi. Alikuwa anajipaka poda vizuri nini, sasa hivi hata kujipaka poda unaona ya nini sasa? Unaacha mpaka kujipaka lip shine yako, lip balm yako, unaacha hata ku retouch nywele. Of course ni hekima. Kunywa panki pia ni hekima. Unaweka na rangi kidogo kwa sababu unapunguza budget. Lakini kuna kufanya maamuzi kwa sababu ya kukata tamaa. Kuna mtu ambaye amekuwa rafu si kwa sababu hana hela, kwa sababu haoni thamani tena ya kuwa smart, kwa sababu ya mapito aliyopita, matukano aliyotukanwa, changamoto alizonazo. Asa maandiko yanasema Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Kwa hiyo ni mwaka wa kurudishwa kwenye thamani ya kila mtu. Hallelujah. Huu ni mwaka ambao watu wa Kiboroloni mtakao mjua kwamba mpango wa Mungu juu ya Kiboroloni ndi kurudisha Kiboroloni katika thamani yake. Na Kiboroloni ni nini? Kiboroloni ni watu. Hallelujah. Thamani ya mtu ikirudi, thamani ya familia inarudi, thamani ya kanisa inarudi, thamani ya mji inarudi. Hallelujah. Hayo kwa kifupi maneno hayo mawili. Bwana fufua, restore. Restoration ni neno la Kiingereza ambalo lina prefix re, alafu store ndio msingi wa neno, ambapo store ni store kama store. Restoration maana yake Bwana store yangu imesharudisha tena store ipate kuwa full. Sijui kama mnaelewa. Restoration maana yake my store is empty, restore it, ijaze tena store yangu. Kwa mtu mmoja ambaye mambo yake vitu vimeisha, kila kitu kimeisha, akaunti imeisha, tunaposema Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka, nijaze tena Bwana kama ulivyonijaza zamani, niongezee tena Bwana vitu vyangu virudi, rudisha heshima yangu iliyoisha, iliyopotea, iliyoibiwa ama iliyodhulumiwa. Hallelujah. Asante, mmenielewa. Kwa hayo makofi mtakuwa mmenielewa. So let me jump to another stage. Kwa hiyo ndugu zangu na rafiki zangu, muda ni mchache, kwa nafikiri kwenda kwenye mambo ya msingi. Roho Mtakatifu nisaidie. Okay.
mambo ya msingi ya kujifunza kutoka kwenye huu mstari. Tunawezaje kuhuisha, kufufua, kurejesha thamani, kurejesha uzima kwa vitu vyetu vilivyokufa? Moja, kwa kutumia toba kama nguvu ya msingi wa mabadiliko, ama kama lango la ufufuo. Toba kama nguvu ya msingi wa mabadiliko ama lango la ufufuo. Haleluya. Toba kutoka kwenye hilo neno ambalo ni la Kigiriki, tafsiri yake ni kwa Kiingereza ni repent, ambayo hiyo repent anasema ni turn around. Kwa lugha nyingine geuka, kwa lugha nyingine badilika, kwa lugha nyingine geuza njia. Asa ili ni toke kwenye pointi yangu, ni tuachane na toba, kwa maana kila mtu anaweza akawa anaielewa. Kauli ambayo ukisoma sasa mstari mzima, usisahau hapo nika kipande tu kale kabi. Hebu tusome mstari mzima kama umepata. Mstari mzima kama hujapata nisikilize, ili tusipoteze concentration, maana kaka kitabu kenyewe kamejificha katikati ya vitabu vingi. Inasema hivi: Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari zake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Haleluya. Hili neno linalosema katika ghadhabu kumbuka rehema, neno la Kiebrania ambao ni berokez rehem tzikor, ambalo tafsiri yake ni ghadhabu, ni hasira, ni mshtuko, ni ghasia. Haleluya. Kwa Biblia anasema hivi: katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Tafsiri yake katikati ya ghasia kumbuka rehema. Haleluya. Neno rehema ni neno huruma, ni neema. Neema kutoka neno charis, tafsiri yake ni upendeleo. Asa Habakuki anasema hivi: katikati ya hizo fujo, katikati ya ghadhabu, katikati ya ghasia, fanya kitu Bwana. Haleluya. Haleluya. Akifi kitu mpaka itangulie vita. Hafi mtu mwego, na mtu akifa unajua hata anarushaga miguu hata kama alikuwa ametulia hivi. Hii ina maana swala la roho ya mtu kutoka inakuwaga mzee ni shughuli. Kwa hiyo hakuna kitu kinakufaga smoothly. Hakuna kitu kinakufa taratibu. Mtapigana kwanza. Shetani kitaka kuua usharika, ataanzisha vita. Vitaanza vita vya watumishi kwa watumishi. Vitakuja vita vya watumishi hapo na wazee sio kanisa. Vitaanza vita sio vya kwaya zile. Parara. Kwenye hivyo vita ndio watu wanakufa. Ibilisi ili auwe future ya mtoto, itaanza vita. Baba kimepata kusema na hiyo stoi basi. Stoi. Mtoto nyumbani. Mimba. Kwisha. Lakini haitakuwa hivyo mpaka itangulie vita. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba unapoona unapita vita kwenye maisha yako, be smart. Jichunge, kwa sababu kuna kitu kinataka kwenda kuuliwa. Kwa hiyo hakikisha upigani vita vyako na mangumi ya damu na nyama. Hakikisha upigani vita yako na maneno mengi. Hakikisha upigani vita vyako na kesi, sijui kwa mwenyekiti wa kitongoji, sijui kwa balozi, sijui kwa mchungaji. Hakikisha vita yako unaanza kupigana rohoni. Mwambie shetani, nimekujua, hautafanikiwa. Shetani, nimekutambua, hautafanikiwa. Ninakataa wewe migogoro, nakataa. Jioni amekuzingua, mwambie baby, utakula nini leo? Au jani leo?
mwenyewe atatulia. Kwa hiyo tunapoambiwa fufua kazi yako katikati ya miaka na ile usharika wa Kiboroni uende hivi, kwanza we have to avoid, tunahitaji kukataa kabisa vita na migogoro. Hallelujah. Unataka kuona kitu kwenye biashara yako, kataa kabisa vita na migogoro. Kitu ambacho ukisamee hakikurudishi nyuma, samee. Kitu ambacho ukipotezea upate hasara, potezea. Lakini uwe smart pia, usiwe boya. Mahali pa kukaza kaza. Sitaki kupoteza muda hapa ngashindwa kumaliza. Umenielewa? Lakini sio nasema anasamege tu, hata kuibia kumaliza. Unaangalia umuhimu. Sasa hiyo ni njia moja hapo ya sisi kuweza kufufua vitu vilivyokufa, ni kujua kwamba vita inatokea. Habakuki alisema katikati ya ghasia kumbuka rehema. Tafsiri yake nini? Sistahili, lakini kwa rehema zako Bwana waweza kunivusha kwenye hizo ghasia. Sifai, lakini kwa huruma zako Mungu waweza kunitoa kwenye ugonjwa. Kuna mambo tunapitia kwa sababu ya dhambi na maovu yetu. Kwa ndipo tunaposema katikati ya mafuriko, katikati ya vita, turehemu Bwana tupate ushindi. Hallelujah. Kitu cha pili, kusoma neno la Mungu kama taa. Kusoma neno la Mungu kama taa ya kumtoa mtu gizani. Mauti ni giza, mtu aliyekufa haoni. Sasa neno la Mungu linakuwa ni taa. Habakuki anasema hivi, Bwana nimesikia habari yako, kama tulivyosoma. Amesikiaje habari ya Mungu? Ni kwa sababu ya kutafuta hizo habari. Kwanza ni habari gani? Ni habari ambazo Mungu alisema atawaadhibu wa Babeli. Mungu alikuwa ameshampa Habakuki unabii kwamba hao Babeli hawa nitawaadhibu, nitawafanyia ABCD na ninyi mtatoka. Lakini Habakuki anazungumzia, kusoma kwenye kitabu cha Habakuki, anazungumzia habari za Mungu alivyowavusha, alivyowatoa Waisraeli utumwani. Asa Habakuki anaposema Bwana nimesikia habari zako nikaogopa, tafsiri yake ni kwamba nimepata muda wa kusoma, nimepata muda wa kutafuta uso wako, nikagundua ya kwamba wewe Mungu kuna vitu unafanyaga. Hallelujah, hallelujah. Nikagundua kuna nguvu ndani yako, kuna vitu ulishatenda. Kwa hiyo nimejisikia kuogopa. Sasa hii ogopa hii sio ogopa ya kawaida. Ni neno la Kiebrania yire, ambayo tafsiri yake ni kusujudu. Tafsiri yake ni ile ambayo imetafsiriwa kwa Kiingereza fear of the Lord, ambayo kwa Kiswahili ni kumcha Bwana. Hallelujah, hallelujah. Sijui kama unanielewa. Kwa Habakuki alipotambua habari za Yesu za Mungu, alianguka akasujudu, afu akaingiwa na roho ya kumcha Bwana, akaingiwa na ile hofu ya Mungu. Kwa tafsiri yake ni nini kwetu? Ya kwamba tupate muda wa kusoma neno la Mungu, ile neno la Mungu liachilie roho ya ibada juu ya watu wa Kiboroloni. Hallelujah. Na sio roho ya ibada tu, roho ya ibada iliyoambatana na kicho na hofu ya Mungu. Kwa Habakuki anasema kwamba nita-invest kwenye kuabudu, kwenye kumcha Mungu, ili kazi ya Mungu ifufuke, ili kazi zangu zifufuke. Hallelujah. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa kwenye biashara yako. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa kwenye familia yako. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa kwenye ajira ulionayo. My people are perish because of lack of knowledge. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa maarifa ni mtaji. Kwa mtaji unapatikana kwa kumcha Bwana. Hallelujah. Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka. Bwana ongeza kiwango changu cha ibada, ongeza kiwango changu cha hofu, ongeza kiwango changu cha kukuishia wewe, ili nipate maarifa, na hayo maarifa yanipe mpenyo ili vitu vyangu vifufuke. Hallelujah. Ili vitu vyangu virudi, ule utukufu wangu ulioibiwa urudi, restore. Nataka tena kuona stock yangu imejaa tena. Cha tatu, kutumia vyema muda tuliopewa na Mungu bila kukatishwa tamaa na makwazo ama majaribu yanayopelekea mateso. Hallelujah. Anasema nimewambia ili neno katikati ya miaka, in the midst of the year, ambao tafsiri yake while we are waiting. Yani Mungu fanya kitu wakati tunasubiri. Hallelujah. Sasa
staili zao za kusubiri. Kuna mtu akiumwa analala tu anasema mimi anasubiri watu waje wamsalimie, wamsaidie. Kuna mtu akiumwa utamkuta huko nje anakoma ni hataki kukubali kwamba anaumwa. Kuna mtu akiumwa utamkuta hapo ofisini ni machafu ni kikohozi, unamwambia ukalale. Mungu anataka watu kama hao. Wakati tunasubiri Bwana, inataka nikuone kidogo kidogo. Haleluya. Wakati wanaendelea kunitukana, naendelea kwenda sokoni. Wakati wananisema vibaya, naendelea kwenda kwaya. Wakati ambapo wananiita mnafiki, naendelea kwenda Bible study. Sitakaa nyumbani kwa sababu ya maneno ya watu. Sitakaa nyumbani kwa sababu sina mtaji. Nitaenda hata nimsaidie kukunja nguo. Anayetembea bure sio sana anaweka bure. Kwa hiyo Habakuki anasema ya kwamba kazi za watu zitafufuka kama watu wataendelea mbele katikati ya nyakati ngumu. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, Yesu alimwambiaje Lazaro? Toka nje. Asa umekufa afu unamwambia toka nje. Hakuna lifti inamkuta mtu kitandani. Hiyo mambo hamna. Komaa wakati unaendelea kusubiri msaada wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kama mnaelewa mpungie mkono, bwana mnakaza sana. Sijasema mnikomalie na sura, nimesema komaa huko kwenye kazi huko. Cha nne. Kutokuhukumu ama kunungunika tunapopambana kuleta uamsho. Uamsho usiende tu kwenye knowledge ya kanisani kuimba mapambio na kuomba. Uamsho, kuamka kwa vitu vya watu vilivyolala. Kuamka kwa uchumi wa watu uliolala. Kuamka kwa usharika wetu ambao pengine tunataka kujiona pale afu tuko hapa. Tutaamka, point namba 4, kama hatutaishia kuhukumiana. Sasa kwambie kitu. Huwezi kujitetea kwa habari ya mke ama mume ndio amekufikisha hapo. Huwezi kujitetea kwamba baba ama mama ndio amekufikisha hapo. Wewe una akili. Kwanza tunatanguliza uzembe wako. Wewe baada ya kugundua kwamba jamaa anakuwekea usiku, ulichukua hatua gani? Sikiliza, mtu yoyote ambaye anakuzima na ukazimika, aliyezima ni mjanja, aliyezimika ni mjinga. Hujanielewa? Ukikubali kushikiwa chini na shetani na ukaenda, umewahi kusikia mtu amekufa afu akasema jamaa amekufa kiboya tu ile aisee? Umewahi kusikia hizo story? Sasa usikubali kufa kiboya. Na haina sababu ya kunungunika. Unahitaji kumnungunikia mtu. Tafakari umefanya wapi uzembe. Tafakari umeshindwa kusimama wapi kwenye nafasi yako. Hatutaki kusimamia sijui mchungaji kimepata kimeshuka, sijui mzee wa kanisa kimepata. Wewe umesimamaje kwenye zamu lako? Kwa sababu mkini kama ungesimama kwenye zamu lako vizuri, ndio na mimi mchungaji ningepata nguvu. Pengine ungesimama kwenye zamu lako vizuri, ndio na yule mke naye angepata moyo kukupikia chakula. Yamkini ungesimama kwenye zamu lako vizuri, ndio angekufulia. Hujatoa hela kuanzia Januari mpaka Disemba. Yeye akanunua wapi sabuni? Anasema, mwanamke kiramba sisi haeleweki. Shida ni wewe. Asa usilaumu kanisa, usilaumu mtu yoyote. Tungangane na Bwana ili kazi ya Mungu ifufuke. Tusilaumiane. Mariam na nani yule anaitwa na Martha wakasema, Bwana kama ungekuwepo kaka yetu asingekufa. Lakini sasa sinipo. Kumbe ilitakiwa tu amwambie Bwana Yesu, afadhali umekuja. Kama ungekuja mapema angepona, lakini amekufa, hebu fanya jambo. Haleluya. Wakati ambapo umefika mahali pagumu zaidi, ndio wakati ambapo Mungu atajitukuza kuliko angekukuta kwenye nafuu. Haleluya. Haleluya. Yesu akasema, mwambieni Martha na Mariam, huu ugonjwa sio wa mauti, nataka nikajitukuze kwenye ugonjwa. Na Yesu atajitukuza kwenye usharika wa Kiboroloni kama kuna hali fulani ya kufa. Na Yesu atajitukuza kwenye biashara yako kama ina hali fulani ya kufa. Yesu atajitukuza kwenye maisha yako kama kuna namna umefaint, atakuinua tena na wewe utamtukuza. Haleluya. 2026 hakuna kunungunika. Maana manunguniko hayajawahi kusaidia. 2026 hakuna kulaumu. Maana lawama zinaboa, zinaleta hasira, zinakimbiza watu nyumbani,
zinasababisha watu wakufukuze kazi. Hakuna mtu anapenda kufanya kazi na mtu ambaye yani kila saa yani hivi tu makazi yote tangu asubuhi mpaka jioni. Acha ujinga. Mwambie mwenzako acha ujinga. Mashallah gedis. Sikiliza, hakuna boss anapenda kufanya kazi na mfanyakazi anayelalamika. Epuka kulalamika. Nataka kulisema sijui niseme tu. Okay, sawa. Hakuna mchungaji anapenda kufanya kazi na washirika wanaolalamika. Homa michango amezidi lele. La. Ukishaona hivyo unatafuta huko wale ambao kidogo wamenyoka, unasema bwana yule naye mama yule ataenda kueneza umbea. Unatafuta huko wale ambao wamenyoka. Hakikisha wewe unachaguliwa katikati ya watu wachache. Haleluya! Maandiko yanasema, Joshua na Kalebu wakasema, tumeona majitu makubwa, tumeona makuta kubwa, tumekuwa kama sisimizi mbele zao, lakini msiogope, watakuwa chakula chetu. Twendeni. Na wengine wakasema, ole wetu, umetutoa kule Misri tuje tufie hapa, wakafa. Hakikisha wewe utakuwa kati ya wale wachache ambao Bwana atasema natembea na huyu, maana sio mlalamikaji, natembea na huyu. Haleluya. Cha mwisho. Cha pili kutoka mwisho. Kama sio cha tatu. Umuhimu wa maombi kama msingi wa maono na nguvu ya kuyatimiza. Habakuki 2:1, Habakuki alijeka juu ya mnara. Akasema nitakaa niangalie, nitalalama kwa Bwana. Kwa hiyo maombi ni muhimu, maana ni msingi wa maono na nguvu ya kuyatimiza. How? Unapokaa kwenye maombi ndipo Bwana anasema na wewe. Haleluya. Ukiwa unaomba Mungu atakuonyesha nini kinakusumbua kwenye maisha yako. Haleluya. Tukiwa tunaomba Mungu atatuonyesha vita juu ya ushirika wetu. Tukiwa tunaomba macho yetu yanafunguliwa. Kwa hiyo kazi haitafufuka tu hivi. Tunahitaji kuinvest muda kwenye kuomba. Kwa hiyo ile Alhamisi ina umuhimu wake. Haleluya. Na imetangazwa hapa semina sijui ya mwisho wa wiki, sijui mwisho wa mwezi. Njoo. Kabla hujalala omba. Haitakuwa rahisi, usingizi utapambana na wewe. Haitakuwa rahisi, kila ukitaka kuomba utakwazwa. Omba, afu ukiomba usimwangalie mtu. Mwangalie Mungu wako. Haleluya. Okay. Namba 6, kuwa na imani hata mambo yanapokuwa magumu ama giza linapotanda mbele yako. Kuwa na imani. Haleluya. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 4. Habakuki anasema hivi, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya. Kwa tutaishi kwa imani. Sio kuna saa utakosa pesa, lakini utakuwa na imani utaendelea bila pesa. Kuna saa afya haitakaa vizuri, lakini kwa imani utaendelea. Pamoja na afya hiyo hiyo, watu watakushangaa, wanakuona umejenga huko unaumwa. Saa nyingine umelala kidogo, umenunua kigari chako, unachechemea. Nenda kwa imani. Usikubali kufa kwa kukata tamaa. Haleluya. Na cha mwisho kabisa sasa, kila mtu kwenye usharika asimame kwenye nafasi yake kwa kuzingatia mipaka yake bila kuleta migongano ama mwingiliano wa kimamlaka katika utendaji. Hii ni kuanzia kule nyumbani. Simama kwenye nafasi yako. Usiingilie kazi za mume wako. Huyu kuchezea kichapo ambacho hata ukuwa na sababu ya kuchezea. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake bana. Alafu makisikezi yanakuwa mengi hapa. Kumbe ni unajitutumua, wewe ndio unataka upike, wewe ndio unataka uwe baba. Kila mtu akae kwenye nafasi yake. Na kama hujui nafasi yako vizuri, kamuulize bibi yako. Acha kuuliza hivi vidada vidogo hivi vitakudanganya. Kamuulize bibi yako. Unielewa lakini. Cheka lakini weke akilini. Unataka kama hujui nafasi yako, wewe ni kijana wa kiume, kamuulize babu yako. Acha kumuuliza msela mwenzako aliyeshusha mlege. Muulize babu. Muulize babu, hapa nimezingua wapi mimi? Mimi nimezingua wapi hapa babu? Mwanamke afanye ABCD. Muulize babu. Muulize babu. Hata kama ni mlevi wewe, jaribu tu kumuuliza. Kama mtu anayefikia mkono. Haleluya. Haleluya.
Kwa hiyo kila mtu asimame kwenye nafasi yake. Usitake kuwa mchungaji na wewe ni msharika. Kama hujui nafasi yako, muulize mchungaji akupe katiba, ujue nafasi yako. Usiwe na kerere. Usitake kuwa bosi wakati wewe ni kibarua. Chekeni lakini wekeni akilini. Kuna matatizo ya kujitakia. Ukitaka kuvuka mipaka kuingia kwenye wajibu ambao sio wako, unajitafutia matatizo. Na kama kuna ulazima unataka kuingilia kazi za watu, kuna protocol. Kama uzijui, kaulize. Kama hujapata majibu, achana nayo. Kaa kwenye nafasi yako, Mungu atajitukuza hapo hapo. Haleluya. Tumeelewana rafiki zangu? Haleluya. Pungie mkono kama umenielewa. Narudia, kila mtu asimame kwenye zamu. Tusiingiliane. Asa ukichelewa kunielewa sasa kimekupiga huko, utakumbuka maneno yangu. Funga macho tuombe. Jitukuze Bwana katika hili neno. Niheshimishe jina lako kupitia neno hili. Kupitia neno hili Mungu wa mbinguni, watu wa Kiboroleni wakakuone na utukufu wako Kristo ukaonekanie usharika mzima. Kazi zilizokuwa zimelala, programs zilizokuwa zimekufa, mipango ambayo pengine ilikuwa haiendi vizuri ya mtu binafsi, ya familia, ya usharika, ikahuishwe kwa kupitia neno lako hili. Katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Amen.